Klabu ya Simba ikiwa pale nchini Tunisia ambako wanaendelea na maandalizi kuhusiana na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya Esperance de Tunis, na ikiwa imetoka kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na tulishuhudia mechi ile ikitamatika kwa sare ya bao 1-1. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo watu mashabiki wameendelea kuvizungumza ni namna ambavyo ni kama wamekata tamaa hivi kutokana na mpaka hivi sasa klabu ya Simba kwenye mechi mbili za kwanza ambazo wamecheza hatua hii ya makundi hawajapata matokeo ya ushindi. Ile ambayo wamecheza na Petro Rwanda pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi hiyo walipoteza kwa 1-0, lakini pia walioenda kucheza dhidi ya Stade Malien ya pale Mali nayo pia walipoteza kwa jumla ya mabao 2-1, na zimebakia mechi 4 na mechi ijayo ni dhidi ya Esperance de Tunis. Wengi wamekuwa wakikatia tamaa klabu ya Simba kwamba haitaweza kutinga hatua ya robo finali kutokana na michezo migumu ambayo imebaki. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally ameamua kuja na kusema kwamba kukumbushia historia katika hatua ya makundi ambayo ilipita mwaka 2023 ambayo mambo yalikuwa kifanana kama hivi. Katika mechi mbili zile za awali klabu ya Simba haikuweza kupata matokeo ya ushindi, walipoteza zote, lakini kuanzia mechi ya 3 ndipo mambo ambapo yalianza kubadilika. Nianze kunukuu kile ambacho amekiandika meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally. 2023 mnyama kapoteza mechi mbili za makundi ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Horoya na Raja Casablanca. Mechi ya 3 dhidi ya Vipers, wana Simba tukaianza safari ya kilomita zaidi ya 1600 kutoka Dar es Salaam hadi Jinja Uganda, mwendo wa saa 49 kwenda kuipigania Simba yetu. Hatukukaa kinyonge kisa tumepoteza mechi mbili, na hatukukata tamaa, bali tukaingia vitani kuipambania Simba yetu. Katikati ya vita hautakiwi kutia huruma wala kuleta unyonge, kwani machozi hayamtishi mpinzani. Vita ikiwa ngumu hatutafuti sababu ya kuikimbia, bali ni kuongeza nguvu ya kupambana. Tunakwenda Tunisia kwa spiriti kama tulioenda nayo Uganda, kurejesha matumaini ya mnyama kwenye ligi ya mabingwa. Unadhani ni ngumu? Unadhani haiwezekani? Hakuna lisilowezekana kwa Simba Sports, insha Allah. Let's go wana Simba, tuwaunge mkono wachezaji wetu, tuwape comfortability ya kufanya kazi, na kubwa zaidi tuwaombe, inshallah tunavuka. Hivyo ndivyo anavyomaliza meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally kuhusu wale wote ambao wanaonekana kuikatia tamaa klabu ya Simba, akikumbushia mambo yanavyokwenda na kipindi kile ambacho Simba pia ilipoteza mechi mbili, lakini wakavuka hatua ya makundi na kutinga hatua ya robo finali. Na karata yao ya kwanza ni dhidi ya Esperance de Tunis siku ya Jumamosi Januari 24 watakapocheza kuanzia majira ya saa 1 kamili. Na tayari kikosi kiko pale Tunis ambapo tulikuwa airport kama mashuhuda tukitazama namna ambavyo Simba waliondoka nchini kuelekea pale Tunisia na jopo zima lile la wachezaji, bila kumsahau nyota mpya kabisa ambaye amerejea ndani ya kikosi hicho, Clatous Chota Chama, ambaye aliambatana na wachezaji wengine katika kwenda kufanya maandalizi kabla ya kukutana na Esperance de Tunis. Wakati huo Simba wakiwa Tunisi, Yanga wako pale nchini Misri ambapo wanakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly Januari 23 kuanzia majira ya saa 1 pia kwenye mji ule wa Alexandria. Bila kuisahau Azam FC wao watacheza siku ya Jumapili pale Nairobi ambapo wana kibarua dhidi ya Nairobi. Kwa hiki ambacho amekiongea Ahmed Ally, unadhani kinasadiki ukweli kuelekea mechi hiyo dhidi ya Esperance de Tunis? Mimi sina majibu. Wewe unao nafasi ya kucomment hapo chini. Naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trent.